Leo nazungumza kama Mtanzania. Tanzania kwanza, na sisi sote Tanzania ni yetu. Kwa hiyo na nitasema tena na tena na tena. Najua watu watazungumza, mtu atakazungumza nitarudi tena. Najua watu watazungumza, mtu atakazungumza nitarudi tena. Najua watu watazungumza, mtu atakazungumza nitarudi tena. Asante sana, washukuru. Nifanya research na nimefika wakati sasa niongee. Nimepata orodha ya watu waliotekwa ndani ya miaka kadha wa kadha, almost watu 83. 83 almost. Sasa na nina orodha kadha wa kadha ili kujenga hoja yangu na unielewe vizuri. Kwa mfano, kuna Kombo Bwana Twaha ambaye makazi yake ni Handeni, Tanga. Huyu 2024 ilikuwa tarehe 15 Juni na yeye akaondoka. Tuna Kenneth Mwamlima, yeye ni tarehe 11 Aprili 2024 na yeye alitekewa kule, makazi yake ni Mbeya lakini alipatikana Igunga. Tuna James CJ ambaye yeye alitekwa na yeye Agosti tarehe 17 2021 akapatikana, makazi yake ni Nyakato, Mwanza. Tuko na wengi, nina orodha ya kila mtu aliyetekwa na sehemu alikopatikana. Orodha hii hapa ina watu kama 83 kwa wakati tofauti tofauti. 83 kwa wakati tofauti tofauti na miaka ya karibuni tofauti tofauti. Ndugu zangu, ninaomba niwaambie ukweli kwamba utekaji si utamaduni wetu wa Kitanzania na ni jambo ambalo halitakiwi kabisa kuwa entertained na mtu yoyote. Nitoe mifano. Kwa mfano, mimi natokea jimbo la Kawe. Kuna huyu bwana anaitwa Bwana Ali Kibao. Watu wakaja pale Tegeta, kashushwa kwenye gari, watu wanaona, abiria wote wanaona, alafu akashushwa. Kesho yake kapatikana amekufa. Nataka nimuulize mtu yoyote, kama baba yako akishushwa mbele yako wewe mwenyewe, alafu kesho yake akapatikana amekufa, utajisikiaje? Kama baba yako mzazi akashushwa kwenye gari alafu kesho yake amekufa, utajisikiaje? Lakini sio huyo tu, nataka kusaiti matukio ambayo pamoja na hao wengine 83, nataka kusaiti matukio ambayo yanagusa sana. Tumeona juzi kule mtu anaitwa Mdude ambaye na yeye watu wamekuja nyumbani kwake, wamevunja mlango, wamemchukua akiwa hai mbele ya familia yake, wameondoka naye, mpaka leo hakuna mtu anayejua yuko wapi, na hata hatujui naye anayefuata. Sasa unaweza ukanyamaza, kumbe unafuata wewe. Kwa hiyo haya mambo kwa kweli yamezidi kipimo, na lengo langu leo kwa kweli ni kuyasema haya mambo na kutoa ushauri na ufumbuzi wa mambo haya. Na kama mtu atanisikiliza basi itakwendea vizuri, kama usiposikia basi haitakwendea vizuri. Lakini hebu tuwaone hawa wajuzi hawa. Imetokea tena mwanaharakati, huyu mwanaharakati wa Uganda, msichana anaitwa Agatha Atuhaire. Wamekuja hapa kwenye shughuli zao hizo za kuhudhuria mahakamani. Huyo mtu amechukuliwa na watu waliojitambulisha ni kama watu wa vyombo. Mimi sina hakika kama watu wa vyombo, kwa sababu leo naongelea utekaji kwa ujumla. Nimemwona anaongea kwenye YouTube kwa uchungu kabisa kwamba kaenda mahali akavuliwa nguo, akafanywa udhalilishaji na akaenda kutupwa mpakani. Sasa hebu tujaribu kuwaza, kama angekuwa ni mama yako mzazi amechukuliwa, anavuliwa nguo, anadhalilishwa, anatupwa mahali, ungejisikiaje? Kama angekuwa ni dada yako kabisa, tumbo moja na wewe, amechukuliwa, nimemwona kwenye YouTube anasema amechukuliwa, amevulishwa nguo zote na amefanywa udhalilishaji. Ni kina nani hawa wenye ujasiri? Huyu mwingine Boniface Mwangi. Boniface Mwangi naye mwanaharakati kutokea Kenya, ambaye naye alikuwa amekuja kuhudhuria kesi pale, kuhudhuria kwenye kesi.
Boniface na yeye tumemwona sasa, nafikiri kwa Serena Hotel. Watu wanabisha, wanajitambulisha kwamba ni watu wa viongozi wa vyombo vya dola. Nimeona kwenye YouTube wanaongea nao kwamba jamani, mmekuja usiku sana, njoni kesho nini na nini. Vyovyote vile ambavyo imekuwa, lakini sasa mtu amechukuliwa na watu wanaodhaniwa kuwa ni vyombo vya dola. Wameenda naye, sasa baadaye mtu anaokotwa mpakani kule Horohoro, Tanga. Sasa kunakuwa na picha gani sasa? Mimi siamini kabisa, na asema tena siamini kabisa kama kuna vyombo Tanzania kwa maana ya jeshi la polisi au idara ya usalama wa taifa au magereza au jeshi lolote wanaofanya kazi kwa mitindo hii. Siamini. Narudia tena, siamini kama kuna chombo cha dola Tanzania kinaweza kufanya kazi kwa mtindo huu, kwa sababu Afrika Mashariki na Kati, vyombo vyetu vya dola ni kati ya vyombo mahiri zaidi kuliko vyombo vingine vyote, na siamini chombo cha dola eti kwenda kumchukua mtu kwenye hoteli na mkajitambulisha kwamba ni chombo cha dola, alafu huyo mtu akaondoka, alafu akaokotwa ametupwa, si watasema ni nyie? Hakuna chombo cha dola ambacho kwa Tanzania ninachokiona mimi kinaweza kikafanya mambo ya kijinga kama haya, hakipo. Kwa hiyo mimi nanipelekea kuwaza mambo mengi sana. Kwanza, imeleta matatizo sasa. Kwa mfano, ninasikia mimi rais wetu anatukanwa kule Kenya, wanamtukana rais, alafu yule aliyechukuliwa anasema eti alikuwa anapigwa, anaambiwa sema asante Samia. Hivi kweli kuna chombo cha dola kwa maana ya polisi au idara ya usalama kinaweza kuwa kinampiga mtu alafu kinamlazimisha kusema asante Samia? Kwa nini image au sura ya rais wa Tanzania inaharibika kwa kiwango hiki? Why? Na ni kwa nini tuko kimya? Tunaona, mnajua, watu wote mnajua kwamba kwenye economic diplomacy kuna mambo mawili. Kuna mahusiano na kuna biashara. Sasa mahusiano ya nchi na nchi yanapoharibika, biashara itakwendaje? Italeta matatizo makubwa kabisa. Na mpaka sasa umefika wakati tunaongelewa kwenye mitandao nchi yetu kama ni mahala pa hatari. Hii inaathiri mambo mengi sana. Kwanza inaathiri utalii wetu. Watu wanaanza kuona Tanzania si mahala salama. Mtu unaweza kuchukuliwa kwenye hoteli na ukatupwa. Watu wanaanza kuona Tanzania sio mahala salama. Why? Mtu unaweza kuchukuliwa ukatupwa na watu wanaojitambulisha watu wa vyombo. Mimi nataka niseme, lengo langu la kuongea ni kusema mimi sikubaliani na vitu hivi 100%. Hivi vinaitwa vya kijinga, havifai kutajwa kwenye jamii ya Tanzania. Na pengine mtu ataniuliza, wewe ni mbunge, kwa nini hujaongea bungeni? Watu wanapenda kusema hivyo. Leo bungeni kuna dakika za kikanuni za kuongea, dakika 10 mpaka 14 tu. Huwezi kuweka hoja kama inayotaka kuiweka. Hata ukiongea kwenye kamati, uwe kwenye kamati husika. Lakini pia leo siongei kama mbunge. Anayeongea hapa ni mtu yule yule, lakini siongei kama mbunge. Mwingine anasema, sasa wewe kwani usiongee kama mneki wa CCM? Ni kweli mimi ni mneki wa CCM, ila leo siongei kama mneki wa CCM. Mwingine anasema, wewe ni askofu, kwani usiongee kama askofu? Leo siongei kama askofu. Leo naongea kama Mtanzania. Kabla ya uaskofu, kabla ya uneki, kabla ya ubunge, Utanzania nilikuwa nao. I am talking as a citizen of my country. Naongea kama raia wa nchi yangu Tanzania, kwamba utekaji katika nchi yetu haukubaliki hata kidogo. Nataka mtu awaze. Hebu jaribu kuwaza mama yako mzazi aliyekuzaa, au kaka yako mzazi, kaka yako, watu wanakuja kumchukua ndani ya nyumba, wanaondoka naye alafu aonekane. Mimi siongei kwamba wale wanaopotea wana makosa au hawana makosa. Makosa yao siyajadili, kwa sababu sio kila kosa adhabu yake ni kifo au kutekwa. Kwa mfano, wewe una mwanao na mtoto wako kabisa, amekosea, labda ametukana serikali au amefanya uhalifu, amefanya hivi. Taratibu zinazotumika ni kumchukua mtu huyu, kumarrest, kumpeleka mahakamani, ahukumiwe na mahakama. Sio adhabu ya kila mtu ni kupotea. Hapana, hili jambo halikubaliki kabisa. Na sasa ni nani anayefanya haya mambo sasa? Hii ndiyo hoja yangu. Kumbuka hoja yangu mimi ni utekaji na ushauri kwa taifa. Ni nani anayefanya haya mambo? Je, ni jeshi la polisi? Jeshi la polisi nalo lijua haliwezi kufanya hivi. Je, ni idara ya usalama wa taifa?
Idara yetu ya usalama wa taifa ni watu very intelligent, hawezi kufanya hivi. Je, ni jeshi la wananchi? Jeshi la wananchi haliwezi kufanya hivyo. Je, ni magereza? Magereza haliwezi kufanya hivyo. Huwezi kwenda kumchukua mtu nyumbani, kumchukua mtu kwenye hoteli na ukajitambulisha kwamba wewe ni polisi, halafu mtu akaokotwa ametupwa. Sisi watu watasema ni wewe. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kufanya hivyo. Lakini matokeo yake, notion iliyopo ni mzigo wote unapelekwa kwenye vyombo vya dola. Vyombo vya dola vinachafuka, rais anachafuka, nchi inachafuka, na sisi tunachafuka. This matter cannot be accepted kwenye nchi yetu. Haliwezi kukubalika. Ndio maana mimi nimeamua niongee kama Mtanzania. Narudia tena, naongea kama Mtanzania. Hili jambo haliko sawa sawa. Sasa nataka nishauri ufumbuzi wake. Si kweli, na nasema tena si kweli kwamba vyombo vyetu pia havina habari kabisa na kinachoendelea. Hiyo si kweli. Si kweli. Mimi nashauri mambo yafuatayo. Hii orodha ya waliotekwa ninayo hapa yote, mmoja na mahali potekewa nina peji kama peji 18 hivi za watu 83 wanatekwa, kidnapping in our country, abduction. Ushauri wangu wa kwanza, lazima awepo anayewateka watu, yupo. Na anawateka kwa makusudi yake. Lazima yupo. Ushauri wangu wa kwanza ambao ni wa muhimu sana. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa, nianze na mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Unajua ni very sensitive kuongea habari za mkuu wa idara ya usalama wa taifa. Si unajua lakini ni lazima tuzungumze. Tanzania ni yetu sote. Na ni Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Narudia tena, Tanzania ni yetu sote. Na ni Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Vyama vinafuata baadaye, makanisa yanafuata baadaye, vyuo vinafuata baadaye. Tanzania kwanza, alafu wengine wanafuata baadaye. Na Tanzania ni yetu sote. Nianze na idara ya usalama wa taifa. Idara ya usalama wa taifa, mkuu wake, mkurugenzi wake mkuu, kwa mujibu wa sheria ya idara ya usalama wa taifa ambayo tulipitisha bungeni, nafikiri ni sheria namba 1 ya mwaka 2024. Sheria ya idara ya usalama wa taifa ni kwamba mkuu wa idara ya usalama wa taifa anateuliwa na rais wa Tanzania bara na wa Zanzibar, na msaidizi wake anateuliwa na rais, ni mteule wa rais. Na kwa ujumla wake kwamba kiongozi mkuu wa idara ya usalama wa taifa na wa pili na wa tatu na wa nne, hawa wote kusema kweli wanapatikana kutokana na mapenzi mema ya rais wa nchi. Hiyo ni kweli. Mapenzi mema ya rais wa nchi. Inaweza isiwe moja kwa moja, lakini ni wateule wa rais wa nchi. Sasa, na vile vile kama rais wa nchi akijisikia kwa sababu za maslahi ya nchi au ya uongozi hakutaki, pia wanaondolewa na kiongozi wa nchi. Wanateuliwa na kiongozi wa nchi na wanaachishwa kazi na kiongozi wa nchi. Vile vile kwenye jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la polisi IGP naye vile vile anateuliwa na mkuu wa nchi, lakini pia anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile magereza, mkuu wa jeshi la magereza pia na yeye anateuliwa na mkuu wa nchi na anaondolewa na mkuu wa nchi. Vile vile na jeshi la wananchi CDF, na yeye vile vile mkuu wa jeshi la wananchi anateuliwa na rais na anaondolewa na rais. Kwa rais akiona vyovyote vile anaweza kumwondoa wakati wowote. Sasa mimi nina mapendekezo yangu ya muhimu sana, na mapendekezo haya yasipoeleweka nitarudi tena kuongea na nyinyi. Unajua, ukiongea hoja nzito kama hii, kuna wale watu ambao wanarukiaga hoja barabarani. Kwenye hili jambo mimi niko tayari kurudi hata mara 6 hata mara 100 ili tulifanye vizuri, tuishi kwenye nchi kwa furaha. Kwa mfano, kwa sababu hawa wakuu wa vyombo wote ni wateule wa rais, ni jambo zuri. Mimi nawaza kwamba huyu mkuu wa chombo huyu, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama, ameteuliwa na rais. Alafu huyu mkuu wa idara ya usalama anafukuzwa kazi na rais. Ikitokea huyu mkuu wa idara ya usalama amepishana na mheshimiwa rais kwenye jambo ambalo ni la maslahi ya nchi, sisi ni wanasiasa. Mheshimiwa rais au mwanasiasa mwingine yote angependa maslahi yake ya kisiasa ya shamili,
Hakuna mtu mjinga duniani ambaye asingependa siasa yake ishamili. Kila mtu angependa. Kwa mfano, huyu mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa akaona liko jambo ambalo ama Mheshimiwa Rais ama mamlaka za nchi zinafanya kinyume na uzalendo wa Kitanzania. Halafu akashauri, bwana, mimi kama mkuu wa idara ya usalama wa taifa ninaona kwamba hili jambo linahatarisha usalama wa nchi, liachwe. Anafukuzwa kazi, anaondoka. Kwa sababu huyu naye mshauri mambo ya kizalendo ndio ana mamlaka ya kufukuza kazi, unaondoka, analetwa mwingine. Akiletwa mwingine na yeye akionekana yeye kuna mambo fulani fulani ambayo, mimi natoa mifano, kuna mambo fulani fulani ambayo ni ustawi wa nchi, naye anayakwamisha, yamekuja, lakini yeye anashauri, bwana, mimi naona mheshimiwa, ili jambo tusilifanye kwa sababu linahatarisha usalama wa nchi. Akikataa anafukuzwa, atakuja analetwa mwingine, na yeye anaambiwa, bwana, tunaelekea hivi, lakini yeye kwa profession, kwa taaluma yake, anaona hili jambo kwa usalama wa nchi, kwa uzalendo wa nchi, kwa future ya nchi haliko sawa. Akakataa, naye anafukuzwa. Atakapokuja wanne atakubali, kwa sababu hawa ni binadamu wenye ana familia, huyu mtu ana watoto, ana maisha, ana ambition, ana watu wanaomtegemea, ni mtu. Mkuu wa idara ya usalama wa taifa, mkuu wa jeshi la polisi, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi ni binadamu kama binadamu mwingine yeyote. Akiona wenzangu walitetea maslahi ya nchi wamefukuzwa na mwenzangu mwingine amefukuzwa, itabidi mtu akubali. Mimi sisemi kwamba kuna mtu amekubali kuacha kutetea uzalendo wake akawatetea wanasiasa. Mimi nakupa mfano kwamba atakubali. Nikupe mfano kwa mfano, nikupe mfano. Ni mifano hii, naomba nielewe vizuri. Kwa mfano, tunadaiwa deni, niseme tunadaiwa deni na nchi fulani, labda Ufaransa au Uingereza au nani, au kampuni yoyote au taasisi yoyote. Halafu hiyo taasisi nayo tudai deni kama nchi, ikasema basi ule muda wa kulipa umepita, tunaomba sisi mtukabidhi ziwa Tanganyika tuwe tunaliendesha kwa miaka 100 au miaka 30 au miaka 40. Halafu tutatumia kwa maana ya tutavua, tutafanya utalii, miaka 40 au 20 tutarudisha hela zetu. Unanielewa eh? Sasa huyu mkuu wa chombo, kwa mfano mkuu wa idara ya usalama wa taifa, au mkuu wa jeshi la polisi, au mkuu wa jeshi la wananchi, au mkuu wa jeshi la magereza, au wakuu wa vyombo wote wakasema, samahani mheshimiwa, hili jambo ni kweli tunadaiwa, tutafute njia nyingine, tusimpe huyu ziwa Victoria. Ameondoka yule, amefukuzwa yule. Lakini alichofukuziwa sio kwamba amefanya kosa, anatetea maslahi ya nchi, ndio maana kimemfanya afukuzwe kazi. Kwa hiyo tukifanikiwa kuwalinda hawa wakuu wa vyombo wasifukuzwe hivi hivi kirahisi, watakuwa na uwezo wa kuisimamia nchi yetu vizuri bila kupata madhara yanayoathiri familia zao. Utekaji unaondoka. Utekaji unaondoka. Utaniuliza mimi, sasa utekaji unaondokaje? Siamini. Narudia tena, I don't believe it. Siamini kama watu wanaotoweka hawa eti vyombo vinakuwa havina taarifa kabisa 100%. Siamini. Na kama ndivyo hivyo kwamba vyombo havina taarifa kabisa, basi tunaishi kwenye nchi ambayo ni hatari. Lakini mimi siamini, kama nilivyosema, vyombo vyetu ni very competent. Idara ya usalama wa taifa very competent. Polisi wetu wazuri, jeshi letu la wananchi ni zuri, lakini mahala ambapo wakuu wa vyombo hapa wanafuatilia jambo, halafu wakakumbana na wanasiasa sisi na mamlaka za kisiasa, kwa maana ya rais labda ana interest nalo, halafu mkuu wa chombo akasema, bwana, mheshimiwa rais, bwana, hii tuliache, anafukuzwa. Anaitwa mwingine, bwana, hili tuliache, anaondoka, anafukuzwa mwingine. Wakifukuzwa 3, 4, 5, atakayekuja wa 6 au wa 5 atakubali. Kwa hiyo nchi itaanza kwenda upande, na hili jambo ni ngumu kulizungumza, lakini lazima lizungumzwe. Kwa hiyo mimi nashauri mambo yafuatayo. Cha kwanza ambacho nashauri, nisikilizeni vizuri. Mimi kozi, mnanijua mimi siongei mambo ya hovyo hovyo, na ndio maana sijawahi kuongea na media tangu nimekuwa mbunge. Lakini nimeona tutapoteza nchi. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Ushauri wangu wa kwanza ni kweli tubadilishe sheria yetu
iendelee kwamba wakuu wa vyombo kwa maana ya DGIS, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na wasaidizi wake, wale wateule wa rais wote, mkuu wa jeshi la polisi IGP na watu wote ambao ni wateule wa rais, mkuu wa jeshi la magereza, mkuu wa jeshi la wananchi, wateule wa rais wote, ni kweli wao wanateuliwa na rais, lakini wakitaka kutoka, sababu zao za kutolewa zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya usalama na mambo ya nchi za nje, kwamba huyu bwana nilimteua mimi, lakini nataka kumtoa. Zionwe sababu hizo, tuzione, tuone kwamba je, huyu hatolewi katika nafasi yake kwa sababu ya uzalendo aliyofanya? Mtu anataka nielewe, ili wabunge, kuna kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya bunge, waangalie kwamba mtu anapotaka kutolewa, kama nchi zingine, naona kama Marekani, kiongozi wa chombo anapokuwa anateuliwa, kama unavyojua, anahojiwa na maseneta, wanamhoji. Na sisi tufike mahali kwamba kiongozi wa chombo anapotaka kuondolewa, sababu za viongozi wakuu wa vyombo ambao ni wateule wa rais kama DGIS na aliye chini yake na aliye chini yake na mkuu wa jeshi la polisi na wale wote ambao ni wateule wa rais na magereza na jeshi la wananchi wateule wa rais, umteue sawa, ili tulilinde taifa. Unapotaka kumtoa, sababu za kumtoa yule mtu ziletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nje ya nchi ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kumtoa, lakini sababu za kumtoa ni hizi hapa, 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 ili kusudi tuone, je, huyu mtu hatoki kwa sababu ameitetea nchi yetu? Huyu mtu hatoki kwa sababu ametimiza wajibu wake wa kitaaluma katika kuisaidia nchi yetu iwe bright? Hiyo itatusaidia sana na itawafanya hawa wakuu wa vyombo wawe wanaamua mambo, hata kama wakiamua kinyume na mamlaka zetu, lakini waamue kwa kuitetea nchi yao wenyewe. Hapa tutaona sasa ethics za kazi zao zimekuwa salama. Ni binadamu hawa. Mtu ataniambia kifupi tu, Gwajima, hawa wameapa bwana, wana kiapo. Sikiliza, DGIS ana kiapo, ni binadamu, ana familia na watoto, na msaidizi wake wana familia na watoto. Leo hii ameambiwa aondoke. IGP ana familia na watoto na future. Ameliona jambo ambalo haliko vizuri kinchi, haliko vizuri kiusalama, haliko vizuri kiuzalendo, lakini mamlaka za kisiasa zinaliona hili jambo ni kete ya kisiasa. Amesema sasa, hili bwana hapana, mheshimiwa, hili hapana, nenda nyumbani. Analetwa mwenzako, naye anasema hapana, nenda nyumbani. Utafika wakati ataletwa mtu wa kukubali mambo ambayo hayako sawa, halafu tumepoteza nchi. Tunakoelekea, where we are heading now as a country, kuna siku tutapata matatizo. Kwa mimi nashauri kwamba tuitengeneze sheria yetu, kwamba ni kweli wakuu wa vyombo hawa wote waendelee kuteuliwa na rais, lakini ili watoke kwenye madaraka yao, sababu za kwa nini watoke iletwe kwenye kamati ya ulinzi na usalama mambo ya nje ya bunge, kwamba huyu bwana tunataka kupumzisha, lakini sababu zenyewe ni hizi, tuzione. Asije kwa anapumzishwa kwa sababu amekataa kuuza bandari. Mimi siyasema bandari imeuzwa, nakupa mfano. Asije kuwa anaondolewa kwa sababu amekataa kuuza mapoli. Asije kuwa ameondolewa kwa sababu anawatetea wananchi. Tukajikuta tunapoteza wakuu wa vyombo wazuri wenye uwezo wa kutetea nchi, na tunakuwa na wakuu wa vyombo ambao hawezi kuitetea nchi. Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza, na ni muhimu sana. Vinginevyo tukiendelea hivi, hatuna nchi kule mbele. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba wewe ukiwa mtu mzima na umefika kule juu, ukaambiwa ufanye kitu, halafu ukakataa au ukashauri vinginevyo, kwa hapa Tanzania au mahala pengine, hautasafa consequences, utasafa. Na wale wakuu wa vyombo mliopo, mnaweza kuyaona maneno yangu haya ni ya Gwajima. Itakapowafika na nyie mtaelewa kwa nini Gwajima alikuwa anasema haya. Mnaweza kureact na kusema Gwajima huyu kwa nini anaongea haya? Lakini mbona yaliyofika wenzenu, yatakapowafika na nyie mahala fulani, na nyie mtaona. Nitoe mfano mzuri. Mimi ni mtu wazi. Mimi nikiongea naongea. Wakati Rais John Pombe Magufuli anatoka madarakani, tulikuwa na mkuu wa idara ya usalama wa taifa DGIS, alikuwa anaitwa Diwani. Alipoingia mheshimiwa rais wangu na mwenyekiti wangu, for some reasons Diwani ameondoka hapa katikati hapo, na haondoki yeye, na walio chini yake wote wanaondoka.
Tumekaa kidogo, akaja mwingine pale. Na wasema hawa kwa sababu hawa they are public figures, wanachaguliwa, sio siri hawa. Akaja mwingine hapo katikati sasa, ambaye akaja na yeye, nafikiri alikuwa anaitwa Masori, na yeye kaenda hapo katikati hapo, naye akaondoka na walio chini yake wote. Amekuja katikati hapo, anaitwa Alisiwa. Alisiwa naye amekaa muda kidogo, naye akaondoka na walio chini yake. Amekuja huyu tulionao sasa hivi, ndugu yangu, rafiki yangu Suleiman Mombo, ndio tuko naye sasa. Unaweza kujiuza ndani ya miaka mitatu hao wote wanaondoka, aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake na aliye chini yake. Wamekosea nini? Ndio lazima tujifunze kwamba nchi ili iwe imara, iwe na vyombo vinavyobaki constant, viwe mbali na pressure ya wanasiasa. Narudia tena, for we to have a precious country and a protected country, tunatakiwa kuwa na government apparatus, vyombo vya serikali ambavyo wenyewe vinasimama kama vyombo. Vikiliona jambo ambalo ni hatarishi kwa nchi, vinasema hapana, na hapana yao haileti wakadhulika na familia zao. Leo hapana akisema amezulika, hapana hana kazi, ubalozini anapotea. Kwa mimi ni ushauri wangu tena wa muhimu kabisa, hii itatusaidia sana. Nitoe mfano sasa, narudi kule nilikotoka sasa. Kwa mfano hawa wanaopotea, kwa mfano wanaotekwa na kupotea hawa, ikiwa kuna kikundi ambacho si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la magereza, sio jeshi la wananchi, kinawachukua hawa watu, kinaondoka nacho. Halafu sasa hawa idara ya usalama wa taifa wanapofuatilia, wakagundua kwamba hicho kimetumwa na mwanasiasa fulani mwenye mamlaka iliyowateua, hawezi kukishughulikia. Nakupa mfano, sijasema ni hivyo, nielewe vizuri. Nakupa mfano kwa sababu ni ngumu kuamini kwamba eti polisi anakwenda kumchukua mtu kwenye hoteli, anajitambulisha mimi polisi, toka ndani, si tunataka kuhoji tu. Umejitambulisha wewe ni polisi, halafu huyu mtu anaokotwa ametupwa. Sasa si umejiexpose mwenyewe? Sioni kama kuna chombo cha kweli cha Kitanzania chenye uwezo wa kumchukua mtu kikajitambulisha au kikaenda kumtupa, na kinamtupa huku kinamwambia sema asante Samia. I don't believe. Vyombo vyetu they are so competent. Vijana wa idara ya usalama ni competent, polisi wetu ni competent, jeshi la wananchi ni competent, magereza ni competent. Ila mimi nahisi ninavyoona kunaweza kuwa na vikundi vya watu vinavyofanya hii kazi. Na kama vikundi hivyo kama ikatokea vikundi vile, kwa mfano nika kikundi fulani, lakini aliye nyuma yake pengine ni yule kiongozi anayewateua hawa watu wa idara ya usalama taifa, wakifuatilia, tumekukamata, afakwambia nyamaza, itabidi anyamaze. Asiponyamaza, nje ya kazi. Hawa polisi wakifuatilia, wakagundua sio sisi, nika kikundi fulani, wakikataa kunyamaza, nje ya kazi. Maana yake hatutakuwa na nchi. Ni lazima hawa wakuu wa vyombo tuwalinde ili waweze kusimamia nchi yetu sawa sawa, tuwe na future iliyojaa baraka. Na pia damu kumwagia katika nchi ni laana pia, tunaiingiza nchi yetu kwenye laana. Nitoe mfano, mimi natoa mifano ya kueleweka. Mfano kama huu, nikupe mfano kama huu. Na rafiki yangu, mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan, anaitwa Abduli, rafiki yangu na nampenda na mheshimu, he's my friend. Natoa mfano sasa. Ikatokea Abduli, mtoto wa Mama Samia, wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye. Kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Ikatokea mtoto wa Askofu Gwajima, Jordan, amechukuliwa, ameondoka naye, kesho anaokotwa hana macho. Mtoto wa Majaliwa, Kassim Majaliwa, waziri mkuu, anachukuliwa, kesho anaokotwa hana macho. Anafuatwa ndani ya nyumba, kwa mfano ni kama ilivyokuwa kwa Mdude, amefuatwa ndani ya nyumba, watu wanavunja nyumba. Mke wake anaona, mume wake anavuliwa, anapigwa, si nyundo au nini. Halafu baada ya siku unaona michirizi ya damu, ameondoka hivyo. Ni mtoto wa nani huyo? Ni mtoto wa Wambura IGP. Ni mtoto wa DJIS. Ni mtoto wa mkuu wa jeshi la wananchi. Hivi kweli inawezekana hivyo? Haiwezekani. Kwa nini sasa tunaona hao wanaopotea kana kwamba ni mbuzi, ni kondoo? Lazima tufike wakati, mimi naamini si vyombo vya dola vinavyofanya haya.
kwa sababu vyombo vya dola they are competent enough kufanya mambo bila kuacha trace. Chombo cha dola kinajitambulisha kwenye hoteli ya kimataifa kama Serena, sisi ni polisi toka ndani, halafu huyu mtu anakuja kuokotwa kesho. Huyu dada wa Kiganda huyu Agata Atohaile anasema, nimeona kwenye YouTube hata amevuliwa nguo zote, halafu anapigwa sehemu za siri na watu waliojitambulisha kama vyombo vya dola. Hiki kitu ni aibu kwa nchi. Hatuwezi kuwa na watalii siku zijazo, hoteli zetu haziwezi kuaminiwa, mahusiano yetu yanaharibika. Mimi siwezi kukaa kimya. Wale mnaokaa kimya kaeni, but I can't take it. Siwezi mimi kukaa kimya. Tanzania ni yetu sisi sote. Tanzania kwanza, anything else follows. Kwa hiyo ushauri wangu ni huo. Panapotokea kwa mfano kama nilivyosema niseme kwa mfano mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na walio chini yake ambao ni wateule wamepinga jambo ambalo wanaliona lina maslahi kwa nchi, si wanaondoka? Nakuja mwingine anapinga, anaondoka. Anakuja mwingine anapinga, anaondoka. Tutakuwa na idara za usalama ambazo sio stable. Lazima tuilinde nchi yetu. Na hawa kazi ya idara ya usalama wa taifa, kazi yao ni kukusanya taarifa na kumpa mlaji, kuilinda nchi. Sasa kama hawa wa kuilinda nchi hatujawekea mazingira wailinde nchi na wabaki salama, hatuna nchi siku zijazo. Mfano, acha niwape mfano. Mimi tangu nimeingia bungeni nimezungumza sana kuhusu maono ya nchi, kwamba nchi lazima iwe na maono ya muda mrefu, miaka 50, miaka 100 na kuendelea. Nikupe mfano. Kwa mfano tuna maono sasa ya miaka 30 nafikiri, 25 ambayo hayatoshi kwa mjibu wangu mimi. Nipenda 50 ili rais anaingia madarakani akute maono ya nchi. Sio anaingia rais huyu tunaelekea kushoto, anaingia rais huyu tunaelekea kulia, anaingia wengine tunaelekea magharibi, wote wanaendelea. Kikwete Rais Nyerere aliendelea mbele kwa namna yake. Ali Hassan Mwinyi rais wa pili aliipeleka Tanzania vizuri kwa namna yake. Rais wetu Benjamin Mkapa na yeye Tanzania aliikimbiza kwa namna yake. Nakumbuka kuhusu utandawazi. Akaja ndugu yangu na mtani wangu Jakaya Kikwete aliipeleka kwa namna yake vizuri sana. Amekuja Magufuli naye kwa namna yake, na Mama Samia pia naye anapeleka kwa namna yake, lakini namna moja ni kinyume ya ile nyingine. Tutafika wapi sasa? Hatuwezi kufika. Namna moja kama iko kinyume na ile ya pili, maana yake kushoto, kulia, magharibi, kaskazini, hatuwezi. Lazima patikane mtu wa vision ya nchi itambulike, na rais anakuwa mwajiliwa wa maono ya wananchi. Sasa kina nani wanayalinda haya maono, kwamba rais anaingia madarakani asitoke? Vyombo hawa sasa, DGIS na brain yake, mkuu wa jeshi la usalama, mkuu wa idara ya usalama wa taifa na watu wake, mkuu wa jeshi la polisi na watu wake, mkuu wa jeshi la magereza na watu wake, mkuu wa jeshi la wananchi na watu wake, wanatengeneza sasa ubongo wa nchi wa kuyalinda maono ya nchi na mwelekeo wa nchi, ili kila rais anaingia anafata leli ambayo wananchi wameiweka. Hapo tutakuwa salama. Lakini mimi nimesema kwamba shida ya utekaji iko hapa. Shida ya utekaji iko hapa. Mimi siamini mtu aniambie basi kwamba askofu, vyombo havina taarifa kabisa. Mimi nitashangaa, nitaona basi tunakaa sehemu sio salama, kwamba hakuna taarifa kabisa. Mimi naamini na nasema hivi kwamba inawezekana kukawa kuna taarifa, lakini pengine wanafuatilia wanakuta hapa kikundi kilichomchukua huyu si idara ya usalama wa taifa, sio polisi, sio jeshi la wananchi, sio magereza. Kikundi fulani kametengenezwa na mwanasiasa fulani kwa ajili ya faida zake za kisiasa. Wakigusa wanaambia si atafukuzwa kazi. Na afukuzwe kazi. Unaacha kwa utajikuta tuko namna hiyo. Hebu angalia tukio la Padri Kitima. Father Kitima amekuwa mkuu wa university ya Sauti pale Mwanza. Father Kitima ni kiongozi wa kiroho mkubwa, anashambuliwa, anapigwa. Katekista mmoja kule naye kashambuliwa, akapigwa. Watu wanaondoka hivi mbele ya macho yetu. Ili jambo haliwezi kukubalika. Na mtu anayesema kwamba sasa wewe Gwajima ni mwana CCM, kwa nini unapinga? Kwa nini wana CCM wanakubali kuteka? Wana CCM ndio tunateka sisi. Hatuteki CCM. CCM hatuteki watu. Na mwana CCM yoyote wa kweli lazima akasirishwe na jambo hili, na aseme jambo hili haliwezi kukubalika. Sasa
Ushauri wa kwanza ni huo, kwamba wakuu wa vyombo ili wafanye kazi zao kwa umahiri wanatakiwa wasiondolewe kwenye kazi zao kwa mapenzi ya mwanasiasa aliyewaweka, ili wawe na uwezo wa kukataa baadhi ya mambo anayowaambia ikiwa wanalinda maslahi ya nchi. Kwanza hiyo. Jambo la pili, vijana wetu wanajeshi, kwa maana ya vijana wetu wa idara ya usalama wa taifa na vijana wetu polisi, magereza na jeshi la wananchi, maslahi yao, kwamba hawa vijana walipwe vizuri. Mimi nasema hivi, huwa na watania watu nawaambia kwamba paka mwenye njaa ukamwachia maziwa lita 2, ukamwambia nilindie maziwa yangu, lakini ana njaa, umemwambia kaa hapo ulinde maziwa, utamkuta huyo paka amekunywa ile lita 1, amesema boss, nilipata njaa, ili niendelee kuwa kwenye lindo nimekunywa lita 1. Na sio kwamba huyu paka hana maadili, ana njaa. Lazima tujifunze kuwalipa vizuri majeshi yetu. Sisemi kwamba hawalipi vizuri, naomba mtu anielewe. Sisemi kwamba hawalipi vizuri. Kama wanalipa vizuri, basi vizuri zaidi. Tutakuwa na vijana imara, tutakuwa na wanajeshi imara, wanalipa vizuri, maslahi yao yako vizuri, bima zao ziko vizuri, nyumba zao ziko vizuri, kila kitu kiko vizuri. Tutakuwa na polisi imara, wana mishahara mizuri, wanalala mahala pazuri, maslahi yao yako vizuri. Tutakuwa na jeshi la wananchi imara, waliotoa uhai kwa ajili ya kulinda nchi zetu, wanalipa vizuri, wanalala pazuri. Na sasa jambo hili la kuwalipa vizuri unaweza kufanyaje? Kwa sababu nchi maliasili zake ni kidogo. Rahisi kabisa. Unamwona Mchina anavyofanya. Tunaweza kuanza makampuni ambayo yanatoka jeshi la wananchi. Kwa mfano, nikupe mfano. Tukawa na makampuni ya ujenzi. Kampuni ya ujenzi inatoka jeshi la wananchi. Wanakuwa wanapewa tenda ya kujenga barabara. Kwa hiyo hela inalipwa ndani ya nchi na inazunguka mle kwa wanajeshi mle. Wanajeshi wanapata maokoto, wataipenda nchi yao na watafanya kazi. Tunakuwa na kampuni kwa mfano la umeme. Wanapewa polisi. Polisi wanakuwa na kampuni yao mle ndani. Polisi wana profession. Polisi wana makampuni yao. Inatoka tenda au kazi, wanapewa kampuni ya jeshi la polisi. Wanafanya. Jeshi la polisi watapata pesa ambazo zile tungemlipa Mchina. Jeshi la polisi watapata pesa kwa sababu wana makampuni yao. Hivyo idara ya usalama. Hivyo magereza. Kulikoni sasa hivi barabara zijengwe na Mchina. Umeme sio afunge Mchina. Mabwawa afunge Mchina. Tungekuwa tumeamua kwamba ili tuboreshe maslahi ya vijana wa idara ya usalama wa taifa, tuwe na kitaasisi fulani, kampuni ambayo kazi inapotoka wanapewa. Tutajikuta pesa ya nchi inazunguka mle ndani na vyombo vya nchi vina pesa, sio vyombo vyenye njaa. Mtu mwenye njaa hawezi kukulindia chochote. Kwa hiyo cha kwanza ni hicho, kwamba wakuu wa vyombo wateuliwe na Mheshimiwa Rais, lakini wakitaka kuondolewa, angalau sababu za kuondolewa zipelekwe kwenye idara, kwenye kamati ya ulinzi na usalama na mambo ya nchi za nje ya Bunge, ili tuone huyu mtu anaondolewa kwa sababu hakulinda maslahi ya nchi au nini. Cha pili, maslahi ya vijana wetu. Hawa wa idara ya usalama wa taifa walipwe vizuri. Najua wanalipwa vizuri, lakini vizuri zaidi. Vijana wetu wa polisi wanalipwa vizuri, lakini vizuri zaidi. Magereza wanalipwa vizuri, lakini vizuri zaidi. Jeshi la wananchi wanalipwa vizuri, lakini vizuri zaidi. Hii itatusaidia sana kustabilize nchi yetu na kwenda mahala pazuri. Huo ndio ushauri wangu kwa leo, na ninajua sasa notion itakayotokea. Askofu, wewe ni mbunge, wewe ni mneki, wewe ni... Sikutaka kuongea kanisani. Sio mahala pake. Sikutaka kuongea bungeni, kwa sababu hotuba ya bunge ni dakika 4. Sikutaka kuongea kwenye neki na utaratibu wake. Nimeongea kama Mtanzania. Ni Mtanzania anatoa ushauri kwa nchi yake. Na kwa nini nimetoa ushauri wa wazi jamani? Kwa sababu ninaotaka wasiondolewe madarakani ni vyombo. Hawezi kujisemea wenyewe. Ninaosema wasiondolewe madarakani kwa sababu wametimiza wajibu wao wa kizalendo ni vyombo. Hawezi kujisemea wenyewe. Unataniuliza, kwa nini sasa hujamwambia Mheshimiwa Rais? Kama nimwambia Mheshimiwa Rais ndio mnufaika wa hayo mambo. Si kama mnanielewa. Rais yote sio tu Mama Samia. Mimi siongei, nikiongea rais naongea taasisi ya rais.
ndio mnufaika wa wale. Hata mimi ningekuwa mwanasiasa, una pressure za kisiasa, si utamtuma mtu huyu bwana, hebu shughulika na yule, ndio mnufaika. Ukimwambia mnufaika kwamba yeye ndiye ajipunguzie, hakuna utakachoongea. Ninaongea ili watu wote wenye akili na wanajua kuzitumia wayasikilize maneno yangu, vinginevyo kule mbele tutapoteza nchi. Sasa kwenye mitandao rais wetu anatukana, mimi sijisikii vizuri, ni mwenyekiti wangu wa chama, nchi inatukanwa, tunaambia tu Tanzania hatujui kuongea Kiingereza, unaelewa? Matusi ya ajabu kwa sababu ya mambo madogo madogo haya. Kwa mimi nashauri, shauri wangu wa leo ni huo, kwamba ni muhimu sana kwa ajili ya kuilinda nchi mambo mawili. Wakuu wa vyombo vyetu vya usalama wote wateule wa rais wateuliwe na rais, lakini wakitaka kuondolewa madarakani, sababu za kuondolewa madarakani zipelekwe kwenye kamati ya bunge ya ulinzi na mambo ya nchi za nje, tuone huyu ndugu yetu anaondolewa madarakani kwa sababu amezuia ziwa Nyasa lisiuzwe. Huyo akae madarakani. Itatusaidia wakuu wa vyombo na vyombo vyetu wanapofuatilia jambo la maslahi ya nchi, alafu kuna mkono wa mwanasiasa, wakatae. Hii itatusaidia sana. Jambo la pili, maslahi ya vijana wetu wa majeshi, na nimetoa ufumbuzi kwamba kwa sababu Sungura ni mdogo na mapato ni madogo, ni muhimu sasa kama nchi jeshi la wananchi liwe na makampuni ya umeme, makampuni ya kujenga mabwawa. Hii inapotokea makampuni ya ujenzi inapewa jeshi, kipewa jeshi itafanya jeshi, wanajeshi watapata pesa, ile raha ya kuifia nchi yao wataiona. Idara ya jeshi la polisi iwe na makampuni ya ujenzi, inatoka kujenga barabara, kujenga bwawa, wanapewa jeshi la polisi. Mapolisi watakuwa na pesa ya kutosha, wao comfortable, hawataomba hela mtaani. Hiyo vile jeshi la magereza liwe na makampuni ndani. Ndivyo Mchina anafanya hivyo. Kila kampuni ya Kichina unayoiona hapa Tanzania, kampuni nyingi za Kichina ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo pesa itabaki ndani ya nchi, halafu na wananchi wenyewe walio ndani mle watakuwa waajiriwa kwenye makampuni hayo. Mzunguko wa pesa utaongezeka katika nchi, majeshi yatakuwa imara, tutalinda nchi yetu. Nawashukuruni sana. Hayo nimetaka niyaongee kwa sababu vyombo haviwezi kujiongelea vyenyewe. Hata wakuu wa vyombo mliopo mimi siwafahamu sana, lakini nyinyi mnaweza kuona huyu Gwajima kwa nini kaongea hivyo. Mtakuja kuyaelewa mambo nayo sema mkiwa mko kwenye nafasi zenu. Walikuwepo kama wenyewe wakaondoka. Mtu anasema wewe kwa nini unamwongelea mheshimiwa rais? Naongea rais kama taasisi, siongei rais kama mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi Mama Samia Suluhu Hassan. Mimi nataka niishie hapo. Jambo kuu sana, Tanzania ni yetu sote na ni Tanzania kwanza, mengine yote yanafuata. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana. Nadhani kwa leo taishia hapo, na tutakuwa na maswali yote ya kuuliza kwa mwongeaji. Nashukuru sana kwa kuja. Asante sana. Pengine kuna watu watakomenti kule. Kuna mtu akikomenti mjanja, nitarudi tena. Ili jambo hili mimi nimelivalia njuga mpaka watu waache kutekwa. Nitarudi tena. Na nikirudi sasa safari hii itakuwa sio kama hii mara ya kwanza. Asanteni sana na washukuruni sana. Asante sana. Asante sana. Nataka hoja yangu hii kwanza iende. Nisingependa hoja za maswali zitawale hoja yangu. Maswali yetu yanatokana na unachokisema. Tafadhali sana. Sisi mwandishi wa habari ili tutarudi kutoka huko. Sawa, karibu maswali mawili matatu. Mimi na maswali matatu. Karibu. Umewatetea sana hapa vyombo vya usalama wa nchi, maana ya usalama na jeshi. Swali langu mimi, wakati yule Mkenya Boniface Mwangi anaondolewa pale Hayat North Serena na mpaka anapelekwa Police Central, mimi nilikuwepo na nilifuatilia swala hili. Sasa leo ukisema uamini kama polisi wanaweza kufanya jambo hili au usalama au idara yote ile, mtu atauliza, hawa wamekuja na uniform, wamejitambulisha, wamemchukua huyu mtu, wamekwenda wamefanya walioyafanya na wamempeleka kituo cha polisi, na mpaka ikaandikwa wanasheria wakaenda mahakamani kabla hata kesi haijasikilizwa akawa amepatikana. Kwa nini unapata kigugumizi cha kunyoshia kidole vyombo vya usalama ambavyo kila mtu, hata mimi mwandishi wa habari nafahamu huyu mtu alichukuliwa na polisi? Ningejibu hilo alafu uende la pili. Kwanza nikuulize swali. Je, unaona wewe ni jambo la kawaida kwenda kwenye nyumba ya mtu
ukajitambulisha, mimi bwana ni Athumani, nakuja kumchukua baba wa nyumba, na wakakuona huyu ni Athumani, ukaenda na baba wa nyumba, halafu baba wa nyumba akaokotwa kesho amekufa, mtu aliyefanya kitendo hicho unaona ni wa kawaida? Sio wa kawaida, kwa sababu si umeonwa, wamekuona watu, unanielewa? Ona, ndio mimi nasema kwamba sioni idara ya polisi yenye kufanya hivyo, na kama inafanya hivyo, ndio maana nimekwambia sasa kwamba kunaweza kuwa na kikundi fulani kinachofanya hivyo, halafu wa polisi unakiona, lakini kuna mtu mzito mbele. Umenielewa maana yangu? Mimi yani si kitu cha kawaida ukajitambulisha, mimi ni bwana Athumani, namtaka baba wa nyumba hii Mwaigomole, ukaondoka naye. Halafu kesho Mwaigomole pengine kesho Mwaigomole amekufa. Wewe si uliondoka naye wewe? Watu watasema aliyeondoka naye ni huyu hapa, ndiye aliyemuua. Unanielewa Lakini mimi natafuta solution. Maongezi haya yangu mimi ni kutafuta solution. Je, ikiwa ikiwa kweli hawa ni watu wa vyombo, ikiwa kuna kigugumizi gani cha kumchukua huyu mtu aliyefanya hivyo, ikiwa ndio maana nimetoa ushauri kwamba wakuu wa vyombo wasiwe wanaondolewa na aliyewateua ambaye ana maslahi ya kisiasa, ili mkuu wa vyombo huyu awe na uwezo wa kusema hapana. Umenielewa Swali la pili hilo umenielewa lingine, umezungumza mchakato wa kuondoa hawa watu usishie tu kwa mamlaka ya uteuzi iende bungeni. Askofu, wewe unafahamu bunge kwa muundo wake tu kwa bunge letu la Tanzania ni extension ya executive. Ndiyo. Na unafahamu kabisa namna gani bunge linalopatikana, na bunge liko submissive kwa executive. Katika mazingira haya, hata kama bunge litapewa hiyo mandate, unaamini bunge linaweza kabisa kumgomea rais katika mazingira ya bunge tulionao, au tunahitaji pia hata hilo bunge litengenezewe uhuru wake wa kuamua mambo? Mimi niwe mkweli, mimi ni mbunge, na kwenye ubunge wangu nimekuwa mbunge asiyejadili kwenye mambo yanayohusu maslahi ya nchi. Kuna baadhi ya hoja bunge huwa linakataa kabisa. Mimi mwenyewe nimekuwa mbunge kwenye kamati ya biashara, viwanda. Kuna baadhi ya mambo tumekataa. Kuna baadhi ya mambo yanapita kama unaposema, lakini wabunge ukifika wakati hoja imekuja yenye maslahi ya nchi, hata kama sio wote, kuna baadhi ya wabunge watakao hoji na kusema huyu mkuu wa idara ya usalama wa taifa na msaidizi wake na msaidizi wake na msaidizi wake, sababu hii anayotolewa amelinda nchi. Tutakuwa na kitu fulani kabla hatujapata kitu kikubwa cha kusaidia nchi na maono ya nchi. Naam. Hapa press conference yako umejaribu kuvitetea vyombo vya ulinzi, lakini ni kama unaurusha mpira, unaurusha lawama kwa wateuzi wa hivi vyombo vya ulinzi. Mtu anayeteua hivi vyombo vya ulinzi kwa katiba yetu ni rais, na mamlaka ya kuondoa na kuteua na kuondoa. Na umezungumzia wanufaika wa haya mambo ni wanasiasa. If that is the case, hapa itatafasiriwa kwamba Askofu Gwajima anakuja kumnyoshea kidole rais kwa sababu ndio mwanasiasa na ndio mteuzi wa hawa watu, kwamba yeye ni mnufaika wa haya mambo yanayoendelea. Wewe taasisi ya urais unaifahamu nchi hii na ilivyo na nguvu kikatiba, achana na naliki kiutamaduni. Umejiandaa? Maandalizi yaliyopo ni rahisi kabisa kwamba mamlaka za nchi zinatokea kwa wananchi. Katiba yetu inasema mamlaka zinatokea kwa kina nani? Wananchi ndio kisima cha mamlaka. Na normally mimi ninapoongea rais naongea taasisi ya rais, ambayo ni kweli kwamba taasisi ya rais ndio inawachagua hawa, taasisi ya rais ndio inawaondoa hawa. Na unaweza kuniuliza kwa mfano hivi, hebu nisikilize vizuri, unaweza kuniuliza kwa mfano hivi, mbona jambo hili hukulisema wakati wa Nyerere? Hawa watu walikuwa wanateuliwa na wanatolewa na rais. Wakati wa Mwinyi walikuwa wanateuliwa, wanatolewa na rais. Wakati wa Mkapa pia, wakati wa JK pia, wakati wa Magufuli pia. Mbona hukusema wakati ule? Nikwambie jambo moja. Wazee wetu walikuwa na maadili kuliko kizazi tunachokwenda. Mzee Nyerere, kina mzee Mwinyi, kina mzee Mkapa, kina mzee Jakaya, kina Magufuli na mama Samia bila shaka. Walikuwa na maadili kuliko tunakokwenda. Kuna siku tutapata rais ondoa bandika, ondoa bandika, ondoa bandika. Kwa hiyo lazima sasa hivi tuione danger.
mtu yoyote mwenye akili timamu, Biblia inasema wenye akili huiona hatari wakajificha, wajinga wakaendelea wakaangamizwa. Kwa hiyo naposema ni taasisi ya rais, namaanisha kwamba ni muhimu sana, na nasema tena ni muhimu sana kwamba taasisi ya rais yenye uwezo wa kuchagua na kufaya hawa viongozi wa dola iendelee kuchagua. Inapotaka kuwafukuza mtu mwingine aangalie sababu za kufukuzwa hawa watu, ili miaka ijayo anaweza kutokea rais ambaye hana busara kama marais tulionao, tukapoteza nchi. Nafikiri nimemaliza maswali yako. Nakushukuru sana. Samahani, moja na mimi kwa upendeleo. Karibu. Kwa nafasi yako ya ubunge askofu, labda watu waweza kutafsiri na kipindi hichi ambacho tunaelekea cha uchaguzi. Je, unaweza ukawaeleza labda wananchi au wapiga kura wako kama kuna harakati hizo hichi unachozungumza kina uhusiano wote na harakati zako? Kama nilivyosema, leo mimi ni mbunge na ni mneki wa Chama cha Mapinduzi na ni askofu na ni Mtanzania. Leo nazungumza kama Mtanzania. Tanzania kwanza, na sisi sote Tanzania ni yetu. Kwa hiyo na nitasema tena na tena na tena. Najua watu watazungumza, mtu atakazungumza nitarudi tena. Asante sana, washukuruni sana.